Uhabari gani mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Mbunge wa chama cha Chauma ambaye ni Yeriko Nyerere kupitia mtandao wa Instagram pamoja na mtandao wa Twitter amewashambulia vikali vigogo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini kabla sijasoma chapisho la Yeriko Nyerere ameyapatanisha pamoja na waraka wa polisi ambao ulitolewa siku ya hapo jana, kusema kwamba taarifa kwa umma kukamatwa kwa mtu mmoja kwa tuhuma za wizi wa fedha. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2026 lilimkamata mtu mmoja anayeitwa Frederick Mwambo, mwanachama wa Chadema na mkazi wa Arusha, kwa tuhuma za wizi wa fedha ambazo alikuwa akikusanya kutoka kwa wananchi walioko wanachangia kwa ajili ya mwenyekiti wa chama cha Chadema na maendeleo ambaye ni chama cha demokrasia na maendeleo ambaye ni ndugu Tundu Antipas Lissu kupitia kampeni alipewa jina la Funga Mwaka na Tundu Antipas Lissu. Ukamataji huo ulifanyika baada ya kupokea malalamiko toka kwa ndugu Aluto Mugwai mara baada ya kubaini wizi wa fedha hizo zilikuwa zinachangiwa. Ufuatiliaji wa wazi umeonyesha kuwa ukusanyaji huo wa fedha ulikuwa ukifanywa kupitia namba mbili za simu za makampuni tofauti ya simu, na inadaiwa zilihamishwa kwenye namba mbili za simu. Moja ilikuwa ni ya kampuni ya Tanzania na pili kampuni ya simu ya nchi jirani. Lakini anataka nirejee kwenye chapisho la Yeriko Nyerere. Yeriko Nyerere ameandika nini baada ya wito huo ambao umetolewa na jeshi la polisi, na nukuu: Amani Gorugwa, Fredi Mwambo, Brenda Rupia, Rose Mayemba na John Pambalu kwa kushirikiana na wanaharakati mtandaoni watafuna michango ya Lissu. Tumepewa taarifa za kuaminika kuwa michango ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu iliyokusanywa takriban milioni 41, sehemu ya pesa hizo kiasi cha shilingi milioni 18 imeliwa na wanaharakati wa mtandaoni. Michango iliyojulikana kwa jina la Vuka Mwaka na Tundu Antipas Lissu iliyokusanywa kupitia namba za simu ametaja hapo, zikiwa zimesajiliwa kwa majina ya kaka yetu Lissu Alute Mugwai, kiwa imelengwa kuonesha solidarity kwa Lissu gerezani, kuwa Watanzania bado wapo pamoja na yeye. Swali la kujiuliza, ilikuwaje michango inakusanywa na kaka yetu Lissu? Kulikuwa na wajanja? Iko hivi, michango hiyo ilikuwa inaratibiwa na wanaharakati wa mtandao ikiongozwa na Maria Sarungi, Twaha Mwaipaya, Rose Mayemba, John Pambalu, Hilda Newton, Fred Justin, kwa kushirikiana kwa karibu na naibu mkuu wa Chadema Amani Gorugwa. Wanaharakati walioomba kwa kushirikiana na Amani Gorugwa waliibua hoja kwamba mzee Alute Mugwai amezeeka, hawezi kutoa updates ya michango mara kwa mara mtandaoni. Hivyo Gorugwa na Fred Justin walienda nyumbani kwa mzee Alute wakimshawishi asajili laini mpya na kisha laini hizo wapatiwe pamoja na password laini zote mbili nilizozitaja hapo juu. Maskini mzee Alute akawaamini wakora, aliwaamini wakora akijua wana nia njema ya kumsaidia mdogo wao, akaenda kusajili laini, akawakabidhi Amani Gorugwa pamoja na Fred Justin kwa ajili ya uratibu wa michango. Kweli tukaona mitandaoni wanaharakati wakihamasisha kumchangia Lissu salamu za Christmas, huku wananchi tukihamasika kweli kutoa michango kwa nguvu, upendo wote, tukiamini kwa kuwekwa namba ya mzee Alute kaka yake Lissu fedha zetu zitakuwa salama. Tukachangia fedha, wanaharakati wakasema zimekusanywa milioni 23 na kukabidhiwa mzee Alute, na sisi wananchi tukashukuru kwa msaada wa wanaharakati hao. Baada ya fedha kukabidhiwa, mzee Alute alienda Voda na Yas House kwa ajili ya kuchukua statement za miamala kama
tujuavyo ni mwanasheria na muhimu kutunza kumbukumbu za kuangalia uwajibikaji. Alipochukua statements zote mbili zilizoonyesha fedha zilizokusanywa ni milioni 41 na yeye alikabidhiwa milioni 23 pekee, ikiwa ni pungufu ya milioni 18 zilizoliwa na wajanja wanajiona malaika kutoka nchini na Nairobi. Baada ya tukio hilo, mzee Alute akaenda kuripoti kituo cha polisi kati Arusha akimshtaki Fred Justin Mbwambo na Amani Gorugwa pamoja na wenzake waliopo Nairobi, Kenya kwa kufanya wizi wa kuaminika. Fred tayari amekamatwa asubuhi hii akiwa anataka kutoroka kupitia mpaka wa Namanga. Tunavyoongea mpaka sasa, Chadema imeingia kati kunusuru taswira ya chama, lakini diaspora wamechachamaa wakitaka fedha hizo zirudishwe. Baada ya kuangalia miamala, iligundulika kiasi cha shilingi milioni 8 kutumwa kupitia namba za Kenya ya Rose Mayemba au kwa ajili ya matumizi ya Nairobi, milioni 2 kutumwa kwa Maria Sarungi, kiasi cha shilingi milioni 4 kilitolewa kwa wakara Arusha, jina tunahifadhi. Kufuatilia CCTV kamera za eneo la wakala zinaonyesha Fred Mbwambwe akichukua pesa katika eneo hilo. Kiasi cha shilingi milioni 4 kilionekana kutumwa kwa namba ya Amani Gorugwa, naibu katibu mkuu wa Chadema. Kwa ufupi sana, wizi huu wa kuaminika ulioratibiwa na Fred Justin Mbwambo, Amani Gorugwa kwa kushirikiana na Rose Mayemba, Maria Sarungi, Kila Newton, Twa Mwaipaya na John Pambalu waliopo Nairobi. Chadema tuliokuwa tunaiamini kwa uadilifu, baada ya wanaharakati wanaotaka kuipaka matope kwa kuifanya ujambazi wa kuaminika kupitia michango na mgongo wa Chadema. Makamu mwenyekiti Heche, simamia uwajibishaji wote ambao wawajibishwe wote ambao wameiba fedha za mpambanaji Lissu mapema na haraka, vinginevyo wewe utachafuka kwa makosa ya wengine. Tuna orodha ndefu ya michango ambayo imeliwa, mfano michango ya tone tone, michango ya gari la Lissu, michango ya lambilambi za mzee Mtei, michango ya maadhimisho ya miaka 33 ya kuzaliwa kwa chama, michango ya jezi kwa chama milioni 180. Kwa wakati huu mwafaka utaeleza zaidi. Mwisho kunukuu haya maneno mazito kwelikweli kutoka kwa Yeriko Nyerere, akituhumu moja kwa moja vigogo hawa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwemo Amani Gorugwa, Fredi Mbwambo, Brenda Rupia na Rose Mayemba, John Pambalu na wanaharakati wengine ambaye ni Maria Sarungi, nayo kushiriki katika mswala la upigaji wa fedha za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo michango ilichangiwa haya Vuka na Tundu Lissu. Vuka Mwaka na Tundu Lissu, ambapo inaonekana kwamba imekuchangiwa milioni 41, lakini kaka yake Tundu Lissu alikabidhiwa kiasi tu cha shilingi milioni 23. Kumekuwa na maswali hapa na pale, lakini Yeriko Nyerere ameamua kuyaweka wazi. Maoni yamekuwa ni mengi kuliko katika sehemu ya comment section. Wa kwanza anaitwa Obadia, anasema leo Lissu akawa mwenyekiti pendwa wa Yeriko Nyerere, kwamba Chadema ni chama pendwa kwako, sio cha umma, kwamba na wewe ulitoa mchango, kwamba leo unatambua Heche kwamba ni kiongozi mzuri wa kuaminika, anaweza kuwajibisha, kwamba Yeriko Nyerere una moyo wa Chadema ya Lissu na Heche kiasi hichi. Ameandika maneno hayo Obadia. Lakini wa pili anaitwa Ernest, anasema bro, huo ujinga unakushusha sana heshima yako, unashindana na nani kuharibu heshima yako umma? Ameandika maneno hayo Ernest Neil. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wanazidi kutoka katika chapisho la Yeriko Nyerere. Una maoni gani kwa hichi ambacho Yeriko Nyerere ameandika? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ndio Keti Victor, na katuja katika masuala ya kisiasa. Bye bye.